itakuwa ni sababu ya sisi kuungaunga yale madhaifu ambayo tumeingiza katika funga zetu. Ndipo akatuletea ibada nyingine ndani ya kumi hili nje ya Lailatul Qadri ambayo tumeieleza sana, zakat al-fitri, zaka ya kufungua, zaka ya kufungua, zaka ya Idi ndogo, zaka ambayo jina hili halitopatikana mwaka mzima ila ni kwa siku moja tu. Siku ya Idi ndiyo kunapatikana nau'un min zakat au min zakawat yusamma zakat al-fitri, inaitwa zaka ya mfunguaji. Ndugu zangu Waislamu, kabla ya kuizungumza zaka hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Baqara aya nambari 265 kama sikukosea, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi. Enyi ambao mmeamini. Wanaozungumzwa hapa ni watu wenye imani thabiti, wenye kumkubali Mola wao na kumkubali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya kwamba toeni vile vizuri vizuri ambavyo mmevichuma. Mmechuma nyie mali iliyokuwa nzuri, ima kwa kuchimba, kutoa madini ya dhahabu na fedha, au mkawa mwafanya biashara au mafuga, basi mtoe vile ambavyo ni vizuri vizuri katika chumo lenu. Lakini si hivyo na vile vinavyotolewa kunako ardhi, vya tembe mlichopanda, kama ni maharage, kama ni mahindi, kama ni kunde, kama ni mchele, kwa maana mpunga, basi vitoeni hivyo. Allah anasema wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, wala msije mkakusudia vile vibaya ndivyo ambavyo mwaamua kuvitoa. Mtu anaangalia mchele mbaya unaouzwa kwa bei chini sana, ambao yeye hawezi kuula, huo ndio anakwenda kuutoa. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, wala msije mkakusudia kutoa vile ambavyo ni vibaya ambavyo nyie hamwezi kuvichukua. Anasema walastum biakhidhihi, kama mtapewa nyie hamwezi kuvichukua, illa an tughmidhu fihi, illa kwa kufumba macho. Kama ni nguo, basi watu wambaya, ukipewa wewe huwezi kuipokea mpaka ufumbe macho. Sio nguo ya kufaa kabisa, unachukua kwa sababu una haja. Kwa hiyo haya ni maelekezo ya mapema. Anayetaka kutoa, man yuridu an yunfiqa ala akhihi almuslim falyunfiq ma huwa atyab, ma huwa ajmal, ma huwa ahabbu li nafsihi, atoe vile vizuri, vile vyenye kupendeza, vile ambavyo nafsi yake inapenda, ndiyo atoe hivyo. Kwa hiyo walastum biakhidhihi la tughmidu fihi wa'lamu, namjue anna Allaha ghaniyun hamid, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, ni mtajiri. Wewe unapotoa, unatoa min ajli nafsika au li nafsika, kwa ajili ya nafsi yako. Hautoi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ahitajia yeye. Wewe unakwenda kumlisha nduguyo, wewe unakwenda kumvisha nduguyo, wewe unakwenda kumnywesha nduguyo, kwa sababu ya wewe upate thawabu, sababu ya kufanya hivyo upate malipo yaliyokuwa mazuri. Wala haina maana kufanya hivyo unakwenda kumlisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun, ni tajiri, hamidun, alafu ni mwenye kushukuriwa, ndiyo sifa zake. Na neno hili ghaniyu, hata alipoizungumza hija, walillahi ala nnas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ghaniyun anil alamin. Na yule ambaye atapinga kwamba hataki kwenda hija na mali anayo, kwa kuona kwamba kwenda hija anamfaidisha Allah kwa kutoa mamilioni yake yale 20, anakwenda hija, kwamba huyu Allah atakuwa anatajirika, aelewe kama atapinga, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, ni mtajiri kwa viumbe wake wote. Amuhitaji mtu yoyote yule kwamba ampe chochote. Allah Subhanahu wa Ta'ala bari, ametakasika na hilo. Hilo ni kwa sisi wanadamu, ndiyo ambao yapatikana baadhi yetu wakawa fukara
na wengine wakawa aghnia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil alamin, ni tajiri kwa walimwengu wote. Ndugu zangu Waislamu, yapokewa hadithi al-Qudsi kutoka kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam isemayo, ya ibn Adam, ewe mwanadamu ewe mwanadamu, Allah anamuita, nimekulisha lakini hujanilisha. At'amtuka falam tut'imni, mekulisha mimi lakini wewe hujanilisha. Mwanadamu hapa akapata tabu, akasema wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, nakulishaje mimi wewe hali ya kuwa wewe ni mlezi, ni mlea viumbe wote, yawezekana vipi mimi nikulishe? Anamwambia, mwanadamu, hakukuijia mja wangu fulani fastat'amaka, akataka kwako kula, falam tut'imuhu, na wewe ukashindwa kumlisha. Walau at'amtahu, kama ungelimlisha, la wajadta dhalika indi, ungelikuta jambo hilo liko kwangu. Yani bimaana ungekuta thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kitendo chako cha kumlisha nduguyo Muislamu. Hivyo kutokumlisha Allah ni kutokumlisha mja wake. Allah halishwi na Allah ahitaji chakula cha yoyote, lakini ukimlisha mja wake umemlisha yeye, na hilo utakwenda ukalikute kwake, ewe ndugu yangu Muislamu. Kwa hiyo pimia katika yale yote unayoyafanya kwamba ukimfanyia ndugu yako unamfanyia yule aliyemuumba ndugu yako na akakuumba na wewe, na kwamba hilo utakwenda kulikuta mbele za Allah subhanahu wa ta'ala limegeuka kuwa thawabu za hali ya juu sana. Na jambo la kulishana ni jambo muhimu sana sisi wanadamu, na limewekwa ndani ya 10 hili, kwa sababu 10 hili linatupelekea kwenye kumaliza mwezi, na mwezi huu mara zote unamalizika kwa furaha, haumaliziki kwa machungu. Watu wanajiandaa kupokea jaiza min indillahi subhana, zawadi tokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni kukubaliwa amali zetu, funga zetu ambazo tumezifanya na tukazileta, tukakesha, tukashinda na njaa mchana wa Ramadhani na usiku wake. Ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika eneo hili ndipo alipoifaradhisha kwetu zakat al-fitri. Hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu ardah yasema, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri min Ramadan swa'an min tamri wa swa'an min sha'ir ala al-hurri wal-'abdi wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabir min al-muslimin. Hadithi hii ya Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, hadithi hii inaonyesha uwajibu wa zakatul fitri. Zakatul fitri imefaradhishwa na kuwekwa sheria mwaka wa pili katika mwezi wa Shaaban. Mwaka wa pili katika mwezi wa Shaaban, baada ya kufaradhishwa Ramadhani kuwa kwamba ni sheria Waislamu wafunge, baada yake ikawa imewekwa sheria watu waitoe zaka ya fitri, na zaka hii yatolewa kwa sababu ya kumsaidia mfungaji. Hikma yake ndugu zangu Waislamu ina malengo mawili, na ni malengo muhimu sana kwa mfungaji. Kabla ya kuifasiri hadithi ya Ibn Umar, tuipate hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa Allah. Ibn Abbas, habrul umma, wino wa umma huu, aliyepewa sifa nyingi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata akamwombea dua akasema, Allahumma allimhu faqihu fi din wa allimhu ta'wili wa tafasir. Mwenyezi Mungu, mzindue huyu mja wako Ibn Abbas katika dini, alafu mfundishe ujuzi wa kutafsiri ndoto pamoja na kutafsiri Qur'ani. Huyo ni Ibn Abbas. Ibn Abbasi anasema, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zaka ya fitri, zaka ya kufungua, ikiwa na malengo mawili. La kwanza, kutoharisha funga ya huyu aliyefunga,
min al-laghawi war-rafathi, kuna mambo ya kipuuzi puuzi. Ndugu zangu, twafunga katika miji hii ambapo inhattat hadhihi ama inhatta hadha al-mujtama' min al-akhlaqi samia, jamii yetu imeporomoka kunako tabia zilizokuwa nzuri. Tunaishi katika hali nzito sana, watu wamemomonyoka maadili, kuanzia mavazi, kusema kwao, mienendo yao, kuvaa kwao, kila unaloliangalia ni mtihani. Akisema atakuudhi, akisema atajeruhi, akisema atatukana, akivaa yuko uchi, awe mwanamume awe mwanamke. Ndiyo hali tunayoishi nayo. Maongezi ni kusemana, hakuna zaidi ya kusema watu. Kwa hiyo twashinda katika hali mbaya. Kwa hiyo inapotolewa zakatul fitri inatoharisha funga ya aliyefunga kunako mitihani kama hii ambayo inatupitikia, na haina mwenyewe wala haina rangi kwamba huyu ni shekhe, haya mambo hayamkuti, ama huyu ni wali sana, ama huyu ni sharifu. Hadha al-amru, jambo hili huwa albalwa, ni balaa ya ala aljamii, linatuenea wote. Mwenyezi Mungu atunusuru katika hali hii. Hivyo basi ikawekwa zakatul fitri ili mfungaji anapoitoa aisafishe funga yake, lakini hilo ndio lengo la awali. Lengo la pili, tu'mata lilmasakin, kuwalisha ndugu zetu ambao hawajiwezi, na hili ni eneo muhimu sana. Siku ya Eid ni siku ya furaha. Yurtaja anna kulla muslimina fi farahin wa marahin wa sururin wa bahja wa istibshar, kwamba waislamu wote wawe katika hali moja ya furaha, upendo, uchangamfu, nyuso zimekunjuka, kila mmoja akisherehekea kazi kubwa hii, semina kubwa hii ambayo tumeimaliza kwa kuipokea jaiza, zawadi inayotoka kwa Mola Jalla fi'ala. Hapo basi haitarajiwi kuonekana muislamu apita kiomba majiani. Mtume Muhammad anasema ughnuhum ani suali fi hadha al-yawm, watajirisheni hawa wasiombe leo hawa wasiombe. Ndugu zangu, hata imani hatuna, basi hata ubaya hatuoni au haya hatuna. Leo wewe wala vizuri na wanao, jirani, jamaatul khairi wapita njiani, tena wengine wawajua kwamba hawa ni wale ambao hawana tabia ya kuombaomba. Manake wako watu hupita majiani kila siku kama kazi kwao, sio hao, lakini ni wale ambao mara zote ni watu ambao yatakafafuna ani suali, wanajizuia sana kuomba, hawapendi kudhalilika, lakini hali zao zimekuwa ngumu. Hawa lazima watafutwe, wajulikanwe, wapewe zakatul fitri. Allah subhanahu wa ta'ala amegawa hali zetu hizi. Inna Allaha qasama baina akhlaqikum kama qasama baina arzaqikum, Mwenyezi Mungu amegawa tabia zenu. Hatuna tabia moja, kama ambavyo amezigawa riziki zenu. Tabia ya huyu na ya yule hazifanani, kadhalika riziki yangu na ya kwako si sawa. Na hili ni jambo la kimaumbile, kwamba huyu hana na yule anacho, ndiyo maumbile na ndiyo dunia inakwenda hivyo, lazima tupeane. Ndio maana Allah akasema fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, na katika mali zao ziko haki kwa wale wapitao wakiomba na wale wenye kujizuia ambao hawaombi. Kwa hiyo jambo hili liangaliwe kwa mapana yaliyokuwa marefu. Hii ndiyo hikma ya zakatul fitri. Kila mmoja, na hii zakat inaitwa zakatul abdan. Zakatul abdan, ايش معنى زكاة الابدان؟ لانها يجب على كل مسلم. Imeitwa zakatul abdan kwa sababu yapasa itolewe kwa kila muislamu, kuanzia mtwana abdun, kwa hadithi ambayo nimeitanguliza. Ibn Umar anasema amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zaka fitri, akasema ni pishi la tende na pishi la shair, aina chakula chenye mfanano wa ngano. Vimetajwa hivi, lakini wanazuoni wamekwenda mbali, wakasema at-ta'am alladhi yunfaq li zakawati al-fitri huwa ghalibu al-qut lidhalika al-balad,
ni kile chakula ambacho watu wa mji ule wanakipenda mno. Hivi vilitajwa wakati wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, vilikuwa min atyabi at-ta'ami indahum, wa min ghalibi al-quti indahum, vilikuwa ni vyakula pendezwa wakati wao. Leo maeneo yetu twapenda sana al-uruz, kwa maana ya mchele wapendwa sana, mpaka ikafika mahala watu wakawita jina wakawita muhayyaka, pamoja na kwamba muhayyaka sio wali, lakini kule kuupenda sana muhayyaka ni uso wake Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kwa Sheikh Barzanji alivyoweza kuita wa muhayyaka shamsi minka mudhi'u, lakini umeitwa wali kwa sababu watu wanaupenda mno mpaka wakautengenezea jina hilo ili waupate kwa urahisi na waweze kuandaliwa katika shughuli zao mbalimbali. Hivi ndivyo inavyotakiwa tutoe chakula kinachopendeza. Mahala ambapo wanapenda maharage yaliwe maharage, mahala ambapo wanapenda kunde patolewe kunde. Ndivyo ambazo vimetajwa ndani ya falsafa na ijtihadat ulamaina, juhudi za wanazuoni wetu, lakini vilivyotajwa wakati wa Mtume havikuwa hivi. Lakini pia atoe mtwana, kwa maana mtumwa. Mtumwa ni mtu aliyenunuliwa akawa anafugwa, lakini pia atoe muungwana, mtu mwenyewe, na ajitolee yeye mwenyewe na awatolee wale wote ambao chakula chake au chakula chao kinamlazimu yeye. Yeye ndiye anayewalisha, min abaihi wa abnaihi, kuanzia wazazi wake na watoto wake, hata kama ni balighin lakini ghairu qadirin ala infaq wa an anfusihim, yani hata kama walikuwa watu wazima, watoto wakubwa, lakini hawajiwezi, hawawezi kujitolea chakula chao na walisha wao, yani wewe ndio unawalisha, hawa pia unawatolea. Na hili ni kwa kila Muislamu ambaye ana ule uwezo wa kumiliki. Wanazuoni wanasema chakula cha siku ile ya Idi na mchana wake, kwa maana usiku, mchana na usiku wake. Ukishaweza kumudu chakula cha siku hiyo, basi wanazuoni wanasema, baadhi yao bali ni wengi miongoni mwao, kwamba utatoa kile ambacho kilikuwa kikuendeshe siku ya pili baadaye, utoe zakatul fitri. Imeitwa zakatul abdan, zaka ya miili, kwamba kila mmoja atoe. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uuhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. يقول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. aya hii ama aya hizi zilizopo katika suratul Insan au suratul Dahr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha umuhimu wa kutoa, na tutoe katika hali gani. Ndugu zangu, inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mzuri, hapokei ila kizuri. Unapokuwa umetiania kwamba utoe, basi tafuta kitu kizuri, kama ambavyo nimeanza kusema katika khutba ya kwanza. Hapa naonyesha tu maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, akiwemo na Sayyidina Ali karramallahu wajha, walipokuwa wamepokea amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wawasaidie mateka waliowateka vitani na waumini ambao ni fukara hawajiwezi, walikwenda kutoa chakula. Allah anawasifu wale maswahaba, anasema hivi, wayut'imuna at'ama ala hubbihi, walikuwa wakilisha chakula pamoja na kwamba ni chakula walikipenda kweli kweli, chakula chao wenyewe, wakaenda kuwalisha maskini. Miskinan, wakawapa maskini,
wa yatima na kawapa mayatima, wa asira na mateka wa vitani. Bado baada kulifanya hilo hawakujifahari kwamba wametoa lile kwa riaa au wangoje shukurani au wasemwe vizuri wasifiwe, kama wengi ambao tumeghururika katika hili eneo. Mtu ataka atajwe, ataka asemwe vizuri, asifiwe, na wakati mwingine kama hautolifanya hili bali utakuwa umejiharibia kwa mwaka ujao au kwa wakati mwingine. Hawa Allah anasema walisemaje? Innama nut'imukum liwajhi llah, sisi twakulisheni kwa kutafuta radhi za Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kutoka kwenu malipo yoyote wala shukurani. Haya tuyafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nikisema hivi sina maana kwamba ukipewa usishukuru, la, ina maana kwamba usilazimishe shukurani, lakini kushukuriwa ni wajibu, hasa kwa yule mwenye kupewa. Usiwe ni mtu ambaye mtovu wa fadhila, mtovu wa shukurani. Unapewa kana kwamba umepewa kitu cha kawaida sana, na hali ya kuwa ulikuwa unahitajia. Lazima utoe shukurani na umseme vizuri aliyekupa, lakini mtoaji asitafute kwamba afanyiwe shukurani katika hali ya ulazimishaji. Amuache mtoaji. Shukurani ina fadhila kubwa. Kama yeye hakutoa, atapambana na Allah jalla fi ula. Yeye ndiye aliyetuelekeza kwenye shukran, kwenye kushukuru, pale alipoambia watu wa Daud, i'malu ala Dauda shukran wa qalilu min ibadi ya shakur. Enyi watu wa Daudi, tengenezeni kushukuru nyie. Yani kama mtengeneze kitu mwende mkashukuru, kwani ni wachache miongoni mwa waja wangu wenye kushukuru. Wengi ndugu zangu hawana tabia ya kushukuru. Kuna watu wamepewa mambo makubwa, wamefadhiliwa vitu vikubwa, lakini shukrani hawatoi. Na hata Waswahili kafika mahala wakasema shukrani ya punda ni mateke. Ufika mahala mtu yule aliyesaidiwa baada ya shukrani akabadilisha, akaeka tughyan, uasi mkubwa, na kumfanyia uadui hata yule aliyemuokoa kunako mazaq, maangamio, matatizo. Kamnusuru, lakini anageuka kuwa ni mtu mbaya, na haya twayaona. Na shukurani nzuri sana ni vitendo. Haja ya mja ni vitendo, muungwana ni vitendo. Mtu muungwana anaonyesha vitendo, sio ulimi tu wasema, hali ya kuwa umebeba chuki, umebeba hasad, umebeba khiana. Uwe na vitendo vilivyokuwa vizuri kwa yule ambaye amekutendea wema. Na hili achilia mbali kwamba kwa mwanadamu ni hali ya kawaida, lakini kwa muumba ni wajibu kwa shukurani ambayo ametufanyia sio baadhi, kwa yote ambayo ni mambo makubwa sana, likiwemo jambo la afya ambayo hawezi kuitoa yoyote zaidi ya muumba jalla fi ula. Ndugu zangu Waislamu, nikimalizia khutba yangu, ikiwa mwishoni tunakwenda katika Idi ambayo itatafsiri yale tuliyofanya ndani ya mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Itakwenda kutafsiri hali zetu. Je, tulikaa katika semina au madrasa hii, tulielewa, tulisikiliza wakati semina ikitolewa, tulikuwa hadhir, au ni wale ambao tulikuwa ni miili shaklan, basi imeketi hakuna roho ndanimwe, ni ashkal. Ndugu zangu, hakuna nafasi tena, zimebaki siku 5 ama 4. Inaweza ikawa Ramadhani haipo tena. Hatujachelewa. Tupambane, tusimame, tuhakikishe kwamba hatupotezi tena katika siku 4. Ni nyingi, unaweza likakutokea lolote, ima kifo au kawa hai. Ni siku nyingi, mtu anaweza akabadilisha daftari lake. Inna Allaha yakbalu taubata al-abdi ma lam yugharghir, Mwenyezi Mungu anaikubali toba ya mja madamu haijafika roho yake kwenye koromeo. Gharghara ni koromeo, haijafika pale, Allah anakubali. Kama ulikuwa umejisahau ndugu yangu, nakukumbusha
haraka sana. Unaweza ukafanya makubwa ndani ya siku 4 kuliko hata yule ambaye aliyafanya ndani ya siku 26 ambazo zimepita ama 25. Hivyo basi kila mmoja wetu alichukulia jambo hili bijiddin wa kad wa an yaudu alayhi bin nawajidh, aliumie magego. Jambo hili ni kubwa sana, na yusia nafsi yangu mimi na kukusieni kwamba hatuna cha kupoteza wala hatujachelewa. Mwenyezi Mungu wa amruhu baina al-kafi wa nun, jambo lake lipo kati ya harufi kafu na harfi nuni. Idha arada an yakula shay'an kun fayakun, akitaka kulifanya jambo, kulibadilisha jambo, kuliongoza jambo, asema tu kuwa na likawa. Hivyo naihusia nafsi yangu tena kwa mara ya pili na kukusieni, tunakesha usiku. Wengi wetu, hata wale ambao fursa hiyo hamna, si lazima kwamba ukeshi ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, hata nyumbani kwako. Kama huku kuja ni mbali, msikiti kwako ni tatizo, basi pambana wewe mwenyewe, huisha hata siku 2 au siku 1 ile ambayo wanazuoni wameitabiri kwamba hiyo ni muhimu mno, na inaweza Lailatul Qadri, usiku ule wa heshima ukapita, nayo ni siku 26 kuamkia 27, ambayo ni kesho kuamkia Jumapili. Shima alaikum ayuha nas, watanabahu, na mzinduke enyi ndugu zangu kwa usingizi ambao tunao na huu ghafla ambayo Allah hakutaka tuwe hivyo, lakini tumejiingiza wenyewe. Tunamwomba Mwenyezi Mungu nusra, tunamwomba msaada, tunamwomba hidayah ili tuongoke kunako mabaya na atuingize katika yaliyokuwa mema. Hadha wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin, faqad amarakum Allahu bis salati was salami alayhi fi muhkam tanzili haythu qala azza min qail inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.